Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kutoa mchango wangu katika hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa tarehe 14 mwezi wa 11 2025 wakati anahutubia na kuzindua rasmi bunge hili la 13. Lakini kipekee nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyenijalia afya njema na kunipa nafasi nyingine tena kurejea katika bunge hili kikiwa ni kipindi changu cha pili. Lakini washukuru wananchi wa Biharamulo kwa kuendelea kuweka imani yao kwangu na Chama cha Mapinduzi halikadhalika kwa kunipa fursa katika michakato ya ndani na hatimaye nikafanikiwa kurudi hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze pia wabunge wenzangu. Najua safari ilikuwa ndefu lakini Mungu katujalia. Tuko hapa kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ninaamini katika kukaa kwetu kwenye bunge hili la 13 tumebeba matarajio makubwa ya wananchi wa Tanzania sawa na hotuba ya Mheshimiwa Rais ilivyosema. Kwa naamini tutashirikiana vizuri na serikali kwenye kuyafanya haya maendeleo ambao wananchi wametuamini kwamba tunaenda kuyafanya. Lakini kipekee na mimi niungane na wenzangu kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa na ushindi wa kihistoria aliyoupata. Maana Mheshimiwa Naibu Spika, sote ni mashahidi kwamba siasa ni mchezo wa hadharani, sio wa kujificha chumbani. Tuliona jinsi CCM tulivyokuwa tumejipanga kwa ajili ya uchaguzi huu, tukitoa takwimu na mikutano inayojaa kila sehemu rais alipokanyaga na wagombea wengine. Kwa hiyo ushindi huu ni dhahiri ni ushindi ulioandaliwa kisayansi na chama hiki. Kwa si ushindi ambao hata tunahitaji kwenda kujieleza sehemu, kwa sababu rekodi zilikuwa zinatolewa kila wakati. Tumeona kwenye TV kila alipokanyaga, mvua inanyesha, jua linawaka, watu wamejaa. Lakini yote hii ilikuwa ni Watanzania kulipa matumaini makubwa ambayo yalifanyika katika kipindi chake cha kwanza cha miaka 4 na miradi mikubwa ya kimaendeleo ambayo ileta kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo lazima niliseme tunampongeza sana sana sana. Lakini pia tumpe pole kwa kadhia ambayo ilitokea baada ya tarehe 29. Nadhani wakati anahutubia bunge hapa alisema yeye binafsi mambo haya yalimhudhunisha na akaahidi kuchukua hatua. Ninakuja kwenye kuchukua hatua. Tumeona Mheshimiwa Rais amefanya juhudi kubwa kulirudisha hili taifa likae pamoja tuweze kusonga mbele kama taifa. Sisi ni wawakilishi wa wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, madhira haya yalitokea kwenye maeneo yetu, lakini siku rais anahutubia bunge aliahidi vijana wetu waliokuwa wamekumbwa na kadhia hii, akaahidi kuwaachilia, akatoa ahadi ya msamaha, akalifaa maandiko kutoka Luka 23:34. Wote ni mashahidi, vijana wale wako nje leo. Tunataka mama huyu afanye nini zaidi ya upendo huo mkubwa? Lakini Mheshimiwa Naibu Spika aliahidi kuunda tume. Tumeona tume inazunguka huku na huku ikichukua maoni. Yote hiyo ni juhudi za Mheshimiwa Rais kurudisha hili taifa pamoja. Tumeona ameongea na mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa na akaahidi baadhi ya vitu havitatokea kwa sababu serikali imejipanga kuendelea kushikamana. Lakini ametoa ahadi ya kuendelea kutoa mkono wa ushirikiano na kuelekea kwenye maridhiano bila kuchoka. Kwa nini nasema haya Mheshimiwa Naibu Spika? Hatuwezi kujenga hili taifa kama baadhi ya watu wanasimama the way wanavyoona na wanaturudisha nyuma. Taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa Yazira, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa mbunge. Asante, nimemsikia Mheshimiwa mbunge pale anasema wale waliokuwa magereza wote wameachiwa. Sio taarifa sahihi kwa sababu mpaka sasa kuna watu wako magereza wengi tu. Asante. Mheshimiwa Yazira, taarifa unaipokea? Siipokee, naomba niendelee. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa nini ninasema haya? Mheshimiwa Rais aliahidi mambo ya kufanyika ndani ya siku 100. Na alipotuhutubia hapa alitaja baadhi ya mambo yatakayofanyika ndani ya siku 100. Wote ni mashahidi. Swala la bima za afya kwa wote, Wizara ya Afya imezindua na leo halmashauri zote nchi hii zimeshatangaza kwamba watu waende wakaanze usajili kwa ajili ya bima za afya. Lakini kipindi anatangaza humo alisema ni majaribio
akaomba wabunge tutoe ushirikiano kwa sababu ni majaribio, na tutoe maoni pale ambapo tutaweza ili serikali ikaweze kufanikiwa. Tumeona kuna package ya shilingi 1,500,000 kwa watu 6. Hii nilitaka kuomba tu kidogo serikali isikilize, kwa sababu we are African families. Ukipiga familia nyingi huko vijijini, kwa kweli kuwa na watu 6, ukishaweka baba ukaweka mama, watu 6 wanazidi. Kwa hiyo muone kama mnaweza mkawa na package extra, familia zenye watu 8, familia zenye watu 10, ili tuone jinsi wako accommodate wote waweze kuingia hapo. Nadhani kwa sababu ni majaribio, hili mtaichukua mweze kulifanyia kazi. Lakini kitu kingine, Mheshimiwa Naibu Spika, Rais ndani ya bunge hii aliahidi wakati anahutubia bunge kwamba kutakuwa na ajira 7,000 za kada ya elimu kuajiri walimu, lakini kutakuwa na ajira 5,000 za kada ya afya. Mimi leo nimesimama kama shahidi, wote mnaelewa. Mimi kwa mfano jimboni kwangu tu juzi nimepokea ajira mpya 166. Zikiwepo ajira za kada ya afya 110 na elimu zaidi ya ajira 40. Kwa nini nasema haya? Nasema haya ili tujue kwamba pamoja na mambo haya yanayoendelea, lakini serikali haijalala na mama yuko kazini anaendelea kutekeleza leo ya hili. Kitu kingine, sisi wabunge wa vijijini tuna habari ya REA. Watu wanahitaji umeme kila maeneo. Nyote ni mashahidi. Tumemwona juzi waziri wa nishati akisaini mikataba. Vitongoji 9,009 tayari wakandarasi wanaelekea site kwenda kufanya. Mimi kwangu pekee nina vitongoji 67 ambavyo vinaenda kushughulikiwa na wakandarasi wanaelekea site. Kwa nini Mheshimiwa Naibu Spika ninayasema haya? Ninayasema haya ili Watanzania waelewe taifa hili na mama anapohangaika, huduma hizi ziko zinaenda kwa wananchi hao tunaowakilisha hapa. Kwa hiyo tunachoomba watupe ushirikiano, tufanye kazi, tusonge mbele ili taifa hili ni letu na hatuna nchi nyingine ya kuihudumia zaidi ya nchi ya Tanzania.